Uliwahi kufanya tukio gani la aibu kipindi unasoma? Kama uliwahi piga tukio la aibu, tupe hapo kwenye comments. Ngoja niwape la kwangu mimi. Tukio moja ambalo linifanya nijisikie aibu sana. School tulikuwa marafiki watatu, muda mwingi utatukuta pamoja, hata muda wa kwenda kula tupo pamoja. Lakini mara nyingine, marafiki wengine wanafuatana na sisi, so tunakuwa hata watu 4 au 6. Sasa kuna wamama walikuwa wanauza vyakula, miogo, sambusa, wali na vyakula vingine. Sasa sisi tulikuwa wapigaji. Tukifika kwa mama wa miogo, tutakula miogo ya buku, tutalipa vya 400. Tukifika kwa mama wa wali, tutakula sahani 5 za wali na tutalipa sahani 2 au 3. Yaani hapo atapigwa story, atazugwa, sahani zenyewe tunaagiza moja moja, tunakula pamoja, sahani moja ikiisha tunaagiza nyingine, hadi tunamaliza kula. Hapo tushamvuruga vya kutosha. Unakuta kuna mtu alimtangulizia 350 kwa madai akimaliza kula atamlipa. Kuna mwingine kampa 200, kamwambia tukimaliza kula nitakupa pesa iliyobaki. Na yale makelele ya wanafunzi sasa, huyu kamuita huku, yule anataka hiki, basi sisi hapo tutamchanganya, tutakula sahani 5 au 6 na analipwa sahani 2 au 3. Sasa ikawa ndo tabia yetu, popote tutakapokula, iwe miogo, iwe sambusa au chochote, lazima tule vingi na tulipe kidogo. Siku moja bwana, tukaenda kula wali kama kawaida yetu kwa mama wa wali. Kufika pale kama kawaida yetu, stori nyingi, huyu kaingilia huku, huyu katokea kule, ili mradi tu yule mama alikuwa na binti yake, basi tulikuwa tunamtania mama mkwe. Basi siku ile mambo yakawa tofauti bwana. Kila tukijiongelesha mama hana habari na sisi. Sio kawaida yake. Sasa hapo bado hatujastuka. Mimi ndio nilikuwa kwanza kustukia mchezo. Nilichukua sahani mara ya kwanza nikampa nipakulie wali. Akairudisha kwenye beseni bila kuongea chochote na mimi. Nikajiongelesha pale, then nikachukua sahani nyingine nikampa. Akaipokea, halafu akampakulia mtu mwingine chakula akampa na kuongea nami chochote. Nikastuka. Nikahisi hapa kuna jambo leo. Hapa kwa sawa. Nikarudi nyuma hatua 5 ni usome mchezo vizuri. Nikaona wenzangu nao wanafanywa vile vile na mama anaonekana hana furaha nao kabisa. Na sio kawaida yake. Mimi nikakaa pembeni na wachora tu. Dakika 2 nao wakaona leo kubaya hapa. Ile wanainua macho nikawaita, oya njoni tusepe. Wakaja chap, tukaondoka. Tukajua kabisa mama katustukia. Inawezekana jana yake aligundua mchezo wetu. Tuliondoka kwa aibu, hatujawahi kurudi tena. Tukabadilisha chimbo. Kama na wewe unalo tukio la ajabu ushawaipiga, tupe kwenye comments. Usisahau kusubscribe kwa story nyingine nyingi zaidi.